Karia hakutumia busara. Hakutumia busara, unajua kwa nini? Kuna maneno aliyazungumza yalikuwa ni mazito. Hayo maneno naomba niarudie. Kwa nini nasema rais wa TFF hajatumia busara wala hekima kwenye kuwajibu baadhi ya watu wanaomkosoa? Kwenye maelezo yake nisikia maneno kadhaa. Moja ambayo sio mazuri kwa kiongozi: vitu vya kitoto na vya kijinga. Alikuwa anamjibu nani kwamba hivi ni vitu vya kitoto na ni vitu vya kijinga? Moja. Lakini hivi vitu vya kitoto na kijinga alikuwa anamwambia nani? Unapokuwa kiongozi, hata kama una upande, Rais Jakaya Kikwete aliwahi kutuasa sisi vijana wake wa taifa hili kwenye upande wa michezo. Unapokuwa kiongozi na unajua una upande wako, hata wale wasiokuwa wako ni wakwako. Nchi yetu ina timu mbili kubwa, Simba na Yanga. Unapokuwa kiongozi, wewe ni Yanga, hata watu wa Simba ni wakwako. Unapokuwa kiongozi wa mpira, wewe ni Simba, hata watu wa Yanga ni wakwako. Karia hajatumia busara na hekima kutoa maneno yale ambayo hayajengi. Ambacho Karia ameshindwa kukijua ni kwamba mechi ya Simba na Yanga economically, kwa maana ya shughuli za kiuchumi, katika siku moja tu ya mechi ya Simba na Yanga karibu watu milioni 5 huajiriwa. Yaani hujiajiri wenyewe ama huajiriwa. Watu milioni 5. Wanaweza wakafika hata milioni 10. Watauza maji, watauza ubuyu, watauza miogo, watauza mishikaki, watauza chipsi, watauza ubwabwa, watauza ugali, watauza kitimoto, bia na vinywaji mbalimbali. Sasa nilitarajia Karia alivyorudi angeweza kuwapa moyo mashabiki waliopoteza fedha zao baada ya ile mechi kuahirishwa. Nilitarajia wale Karia angewapa matumaini mashabiki walioingia hasara baada ya ule mchezo kuahirishwa. Karia anashuka uwanja wa ndege, anakuja kuongea vitu nonsense kabisa kwenye mpira wa nchi hii. Niliwahi kusema nchi yetu imekuwa miaka ya nyuma imekuwa haipi kipaumbele mpira na michezo kwa ujumla wake. Mpira ni kati ya mchezo ambao unapendwa sana duniani na una fedha nyingi sana duniani. Tatizo la wizara yetu ya michezo imeamua kudamp hilo shirikisho la mpira. Najua wanaogopa ile sheria ya FIFA ambayo ni kali sana kwa serikali kuingia kwenye michezo. Lakini ndio uruhusu michezo ifanyike kihuni kwamba unaogopa FIFA? Yaani unawezaje kuruhusu tu huni uendelee kwenye mpira kwa sababu unaogopa rungu la FIFA? Unafikiri ni hasara ngapi ambazo Watanzania wamepoteza? Ukifanya uchunguzi na utafiti wa haraka sana, mtu aliyetoka Kenya
au aliyetoka Rorya au aliyotoka Songea au aliyotoka kule na Chingwea wamekuja Dar es Salaam wiki moja kabla ya mechi. Yuko loji, analipa 30,000 kwa siku. Anakula shilingi 2,000 kwa kujinyima. Nazungumzia 2,000 mpaka 3,000 kwa siku. Anazunguka kutembea hapa na pale, anatumia labda 4,000 kwa siku, kwa maana ya kusubiri mechi ya dabi Simba na Yanga. Karia badala ya kuzungumzia hasara na kuwapa matumaini wa watu waliopoteza fedha zao baada ya mechi kuahirishwa, anakuja kuwatukana watu. Halafu wizara inayohusika na michezo inajivua, inasema hayo bwana mambo ya TFF. Is it true? Yaani watu wanatafuta fedha kwa ngama, wanahaso, wanataabika, wanadharirika kutafuta fedha kwa ajili ya kuangalia mechi ya Simba na Yanga. Halafu wahuni wachache tu wanafanya kuahirisha ile mechi, halafu wizara inajivua. Biashara ngapi za watu zimekufa, zimeharibika? Mechi kuahirishwa kwa Simba na Yanga tu, kuna watu wana madeni mpaka leo. Walitarajia kwamba watalipa pesa zao baada ya hiyo mechi kuchezwa na kumalizika. Halafu wizara inajivua. TFF ipo kwa mujibu wa sheria. Kwenye katiba ipo mle. TFF iko chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Baraza la Michezo la Taifa linaongozwa na Leodegar Chilatenga kwa sasa. Sheria inasema chama cha mpira, chama cha ngumi, chama cha netball, chama si cha nini, chama si cha vinyoya, wote wale wako chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Baraza la Michezo la Taifa liko chini ya Wizara ya Michezo na Utamaduni. Kama nchi lazima tuwe na sheria zetu zinazoongoza mpira. Na CAF wana sheria zao zinazoongoza mpira. Na FIFA ina sheria zao zinazoongoza mpira. Nchi inabaki kama nchi, lazima iheshimiwe. Lazima tuwe na viongozi wanaoheshimu sheria zetu kama nchi. Hawezi kuwa na kiongozi ambaye anawajibika kwa FIFA, anaacha kuwajibika kwa serikali au wizara. Haiwezekani. Tanzania ni taifa huru na linajiendesha lenyewe kama taifa huru. Lakini Tanzania sio kisiwa. Tunashirikiana na mataifa mengine kukuza mpira na michezo mbalimbali katika nchi yetu. Huwezi ukajivua kwa hili. Watu wameingia hasara kubwa sana. Ukiacha wale walioko Dar es Salaam pale ambao wangefanya biashara zao nje ya uwanja wa Taifa na uwanja wa Shamba la Bibi pale uwanja wa Uhuru, wako watu Dodoma, wako watu Mara, wako watu Songea, wako watu Ruvuma, wako watu Kenya, wako watu Uganda. Hii ni mechi ambayo Afrika nzima ilikuwa inaitazamia. Watu wanafanya biashara zao, wanapata fedha, wanajiajiri kwa sababu ya hiyo mechi ya Simba na Yanga. Alafu Karia anashuka uwanja wa ndege, anaongea mambo ambayo sio ya msingi kabisa. Badala ya kuambia Watanzania kwamba kwanza wangeomba radhi, kama shirikisho wangeomba radhi. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema hivi, kwa nini tunaita Tanzania Football Federation? Kwa nini tusiite shirikisho la mpira wa miguu Tanzania? Na kiongozi wake asiitwe rais. Rais ni mmoja tu bana katika nchi hii. Kwa nini asiitwe mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania? Kwani haiwezekani? Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, alafu kiongozi wake aitwe mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwani lazima tuite Tanzania Football Federation? Tuna entertain Kiingereza wakati baada ya kuentertain Kiswahili chetu sisi hapa. Na hivi Viingereza ndio vinawapa kiburi mpaka wanaanza kujiona kwamba na wao ni marais wa FIFA au marais wa CAF. Mimi nimesikitishwa sana na kauli ya Karia. Nimesikitishwa sana na kauli ya Karia, kiongozi mkubwa wa mpira
haupaswi kuita watu wajinga, kwamba kama mmeshindwa kucheza mpira mkacheze sinema. Unaweka watu wanaocheza sinema ni moja ya kazi kubwa sana ambayo inaingiza fedha nyingi sana katika dunia hii. Watu maarufu wote duniani hapa ni wacheza sinema na wacheza mpira. Unawezaje kuwadharau wacheza sinema? Maana kwa kauli yake ile, maana yake amewadharau wacheza sinema. Nitarajia hata hawa wanacheza movie wangemjibu, wangetia press conference wamjibu. Mimi ninachofurahi sana katika hili swala la Simba na Yanga, ndugu waandishi, ni kwamba baada ya TFF kuahirisha huu mchezo, si mashabiki wa Simba, si mashabiki wa Yanga waliungana pamoja kukemea hii. Kwa hiyo hili swala la kuahirisha mechi ya Simba na Yanga, si wana Simba, si wana Yanga, wote walikasirika. Wote walikasirika. Kwa sababu kama ni hasara imemkuta mtu wa Simba, imemkuta mtu wa Yanga. Kwa hiyo TFF ilipaswa kuwa na busara ya kuwajibu wana michezo ili waweze kujua hatima yao, wale waliopoteza fedha zao za viingilio, pesa zao za biashara, fedha zao za mambo gani, wangewajibu watu. Yeye anakuja kusema kwamba kama wewe umeshindwa kucheza mpira, nenda kaangalie sinema au kacheza sinema. Hivi kweli, unajua kama nilivyosema siku ile, mpira wetu, nadhani ili swala la Simba na Yanga, serikali lazima sasa ijue kwamba iwe mwisho wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuendeshwa kihuni. Na mpira huu sio wa Simba na Yanga. Mpira huu ni wa vilabu vyote vya Tanzania, kuanzia daraja la 4 mpaka ligi kuu. Wajibu wa serikali ni kukuza mpira, ni kukuza michezo. Wajibu wa serikali si kukuza Simba na Yanga, ni kukuza michezo ya Tanzania. Sasa nilikuwa namsikiliza Sindo, mwenyekiti wa bodi, anasema amekiri kwamba ni ngumu sana kuishusha daraja Simba na Yanga. Maana yake ni nini? Upande wa Simba na Yanga hakuna kanuni. Vilabu vingine 14 kanuni zinawahusu. Simba na Yanga kanuni haziwahusu. Na ndio maana tunaona hata kwenye mechi za Simba na Yanga, waamuzi wote wa nchi hii, hapa sipepesi macho, wanatoa maamuzi. Hata mtu ambaye hajasoma hata darasa moja, unamwangalia hivi, urefa huyu ameteuliwa kweli na bodi ya ligi, kamati ya waamuzi? Huyu refa katolewa wapi huyu? Hivi kweli anafunika hiyo penalty au ni foul hiyo? Kwa unaweza kukuta nchi hii, waamuzi wa nchi hii ni Simba na Yanga. Na waamuzi wengine si karia wanawatoa wapi? Mimi najiulizaga, hivi hao waamuzi kweli, hao waamuzi hao wamefaulu kweli viwango vya waamuzi wa nchi hii? Ni Simba na Yanga. Mchezaji wa Yanga au Simba anaweza akafanya tukio kwenye eneo la timu pinzani. Tukio lile la timu ile ukifanya upande wa Simba au Yanga, anafunika penalty. Narudia tena, kuna chombo kimoja cha habari ndio kinapotosha sana kuhusu ubora wa ligi ya Tanzania. Ni uongo. Ukiingia kwenye website ya CAF, ndugu wa Tanzania, unajua sometimes tunadanganywa sana. Kuambiwa eti ligi ya Tanzania ni ligi ya 6 kwa ubora. Ya wapi? Ingieni kwenye website ya CAF au FIFA, angalia ubora wa ligi za dunia hii. Tanzania hatuko kwenye ubora wowote bwana. Kusema eti ligi ya Tanzania ligi ya, kuna chombo kimoja cha habari kinapotosha tu, kina wachambuzi fulani wa Simba na Yanga, wao ni kupotosha tu. Si takwimu hivi, siji pasi hizi, ni upotoshaji wa hali ya juu sana. Na kile chombo kinafanya makusudi ili Watanzania wawe wajinga. Kuna chombo kinapotosha Watanzania waendelee kuwa wajinga, kwamba ligi yetu ni ya 6, ni ya 5, si ni ya ngapi. Hivi leo unaweza kuniambia eti ligi ya Tanzania ni bora kuliko Tunisia au kuliko sijui Afrika Kusini? Uliwahi kuona wapi?
Sipotoshe watu. Yaani ligi ya Simba na Yanga, huu ni mwaka karibu wa 30. Bingwa ni Simba, Yanga. Simba, Yanga. Simba, Yanga. Simba, alafu unasema kwamba ligi bora. Ligi bora ya timu mbili. Na waamuzi wa timu mbili. Kwa hiyo Karia amefanya kosa, anapaswa kuwaomba radhi wa Tanzania. Awaombe radhi wa Tanzania kwa kuahirisha mechi ya Simba na Yanga. Kwa sababu watu wa Simba pia waliingia hasara, watu wa Yanga pia waliingia hasara. Mashabiki wa Simba waliingia hasara, mashabiki wa Yanga waliingia hasara. Kwa yeye alipaswa kuja kuwaelekeza wa Tanzania na kuambia jamani, kumradhi. Haya, tuje kwenye kanuni. Umewahi kusikia siku yoyote au muda wowote bodi ya ligi nazungumzia kanuni iliyosababisha Simba na Yanga isichezwe? Umewahi kusikia popote? Wanazunguka, wanawatumia kina Jemedari Saidi na wachambuzi wale wa mchongo wanaelezea, hawaongei kanuni iliyotumika kuahirisha ule mchezo. Hakuna. Wanadanganya watu, wanazunguka hawawezi kutaja kanuni iliyotumika kuahirisha ule mchezo. Ahli waligoma kule Misri. Shirikisho la Misri leo tayari Zamalek wameshapewa pointi 3 na magoli 3. Tanzania wanakuambia tulitumia busara. Yaani Simba na Yanga kanuni zake huwa ni busara. Kwenye timu ndogo ndogo hizi kanuni zake zinafanya kazi kama kawaida. Alafu kanuni za Simba na Yanga ni busara tu. Ndo kanuni. Ukisoma kanuni zile 17, 45, 31 zile kanuni zile, ili uahirishe mechi ya mpira wa miguu wa Tanzania, kuna kanuni inasema kuwe na majanga. Majanga yenyewe aidha kuwepo na tukio kubwa la kiusalama katika nchi yetu, aidha kuna mvua kubwa sana imenyesha, imeharibu ule uwanja au uwanja umejaa maji. Je, Simba kugomea kuingia uwanjani ni sehemu ya majanga ya taifa? Na muuliza Mguto na Karia na bodi ya ligi. Tuachane na hayo. Issue mimi hapa najikita gharama za watu zilizopotea TFF italipa? Na kwa nini Watanzania wasishtaki TFF mahakamani wakadai gharama zao? Mimi na washauri wa Tanzania waende mahakamani wakadai haki yao. Washtaki bodi ya ligi na TFF ili walipwe haki zao. Sababu mahakama ndio sehemu pekee inayotoa haki katika nchi hii. Kama unakuwa na rais ambaye anakuja anaongea vitu vya ajabu ajabu, kuna fedha za watu zimepotea, Watanzania wamepoteza mapesa yao, biashara za watu zimeharibika, Karia yeye haangalii economically watu walivyoathirika, yeye anaangalia na mambo yake tu ya ajabu ajabu, anakuja anajibu mambo ya ajabu ajabu kabisa. Yeye Karia haangalii kwamba watu walikuwa wameshanunua nyama kilo 10, nyama kilo 20 kwa ajili ya mishikaki kwenye mechi ya Simba na Yanga. Mimi mwenyewe na banda langu Umizi nilikuwa nimekodi viti 400. Paka leo mwenye vita ananidai hela sijamlipa. Akinipigia simu natoa line, nakimbia tu. Naogopa namna ya kumlipa. Halafu Karia huko anakuja kutujibu mambo ya ajabu ajabu tu. Yaani sisi watu ambao tuna mabanda Umiza tumeumia na biashara zetu, unakuja kujibu ovyo ovyo tu. Sasa mpira wa Tanzania ifike kipindi usiendeshwe kihuni. Kabisa, usiendeshwe kihuni. Mpira ni ajira. Simba na Yanga ndio timu zinazoajiri wa Tanzania wengi, siku zikikutana lazima ziheshimiwe. Lazima pia zifuate kanuni kama Pamba inavyofuata, kama Mashujaa inavyofuata, kama timu zingine ndogo zinazofuata. Sheria 17 za mpira hazibagui timu. Manchester ni sheria 17, Yanga ni sheria 17, Simba ni sheria 17, PSG ni sheria 17, Barcelona ni sheria 17 za dunia nzima. Ndio zinaongoza mpira wa dunia hii. Inakuwaje Tanzania sheria 17 kwa Simba na Yanga hazipo? Zile timu 14 zingine ndio zinaruhusu. Kwa nini?
Kwa hiyo ninamshauri rais wa TFF Bwana Wallace Karia aombe Watanzania msamaha. Naishauri bodi ya ligi ya Tanzania iwaombe Watanzania msamaha. Kuahirishwa kwa mechi ile lilikuwa ni kosa kubwa sana. Kosa kubwa ambalo halisameheki. Kibiashara, kiuchumi, kikanuni na kimpira. Ilikuwa ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo kauli hii ya bodi ya ligi na kauli ya TFF ni kauli za ajabu sana. Mimi ni Yanga. 80% ya marafiki zangu wako Simba. Na mimi nikipataga na majanga, mashabiki rafiki zangu wa Simba wengi sana wananisaidia. Kwa nini wasiache kunisaidia? Kwa sababu mimi ni Yanga. Kwa sababu wanajua kwamba ule ni mpira, utu unabaki pale pale na ubinadamu unabaki pale pale. Mohamed Dewji ni Simba. Yule Kaburu yule na Crescentos Magori na yule jamaa yule alikuwa amepelekwa gerezani, yule mwenyekiti wa Simba yule. Na Kaburu ni marafiki zangu sana mimi, na nilienda gerezani hata kuwatembelea kipindi kile. Mimi Mohamed Dewji aliwahi kunisaidia pesa nyingi sana. Na hii naisema tu, wala sioni sababu ya kuogopa. Huyu Mohamed Dewji huyu, mdhamini wa Simba, alinisaidia ile fedha akijua kwamba mimi ni Yanga, lakini alinisaidia ile pesa. Hakuna mtu wa Yanga ambaye anaweza kunipa kiwango kikubwa kile cha pesa. Labda mtu mwingine aliyewahi kunichangia ni Garibu Said, huyu mdhamini wa Yanga. Aliwahi kunichangia pesa nyingi tu pia, ingawa haifiki hiyo ya huyo mtu wa Simba Mohamed Dewji. Kwa sababu pesa aliyonipa Mohamed Dewji ilikuwa ni ya kufungua kituo cha television. Sasa wewe jiulize ni shilingi ngapi? Nimenunua vifaa vya TV, nimejenga jengo, nimepanga. Upepo ulivyobadilika, kila kitu kimekufa. Lakini Mohamed Dewji atabaki kuwa kwenye historia yangu. Huyu mfadhili wa Simba alinisaidia pesa nyingi mno, na yawezekana yeye alishasahau, lakini mimi nakumbuka na siwezi kuacha kukumbuka kwa sababu ilikuwa ni pesa nyingi mno. Sasa siangesema huyu si ni Yanga, kwa nini msaidie? Na mimi nilikuwa na focus ya kufungua kituo cha television kikubwa sana Dodoma na Dar es Salaam, na niliomba kila kitu nishaomba, lakini nikakwama kwenye vibali tu, vibali vikao vina hivyo vibali mpaka pesa ikaisha. Eti mtu anakuja na kuambia haujaweka saa hapo mlangoni, kwa hiyo sikupi kibali kwa sababu hujaweka saa mlangoni, au kile kibao cha kuonyesha kwamba hii ni studio. Una invest milioni 70, unaajiri wa Tanzania karibu karibu 50 au 100. Wewe unaacha kutoa kibali kwa sababu eti kuna hujaweka alama ya ile inasoma ile si ni studio si saa. Is it? Yaani mamilioni ya pesa yameharibika na mimi nimeishiwa, sina kitu. Ndio utaona Watanzania tulivyo. Lakini hiyo pesa ya kufungua kituo cha television alikuwa amenipa Mohamed Dewji. Ilikuwa ni pesa nyingi sana. Na tukanunua vifaa vingi tu. Na tukawa tumeshafungua na studio, tumefanyia majaribio online, ikawa inafanya kazi vizuri tu. Wakija wakaguzi wanakuambia hujaweka saa hapo, hujaweka ile imeandikwa studio inawaka ile inatoa mwanga. This is Tanzania. Angekuwa mzungu au Mwarabu angekuwa chapewa kibali siku nyingi tu. Lakini kwa sababu ni sisi Waswahili, ndugu yangu, hata lile jengo nililojenga kwa ajili ya kufungua kituo cha television nimeuza, sina kitu chochote. Yaani ile akili yangu ya kwamba niwe na television ni ajili wa Tanzania wenzangu
Nimepotea. Kwa hiyo Mohamed Dewji atabaki kuwa mtu muhimu mimi kwangu kwa sababu ni Simba, mimi ni Yanga. Ndio maana mzee Kikwete aliwahi kutushauri kwamba unapokuwa Simba hata watu wa Yanga ni wa kwako. Mimi hiyo swala siliesahau. Hata unapokuwa mwanasiasa wewe ni Simba au wewe ni Yanga, ukiwa mwanasiasa wewe ni waziri au katibu kwenye wizara, wewe ni Yanga, kumbuka na wa Simba nao wana haki kwako wewe. Na wa Yanga nao wana haki sawa na wa Simba kwako wewe. Hasa unakuta mtu anakuwa kiongozi kwa sababu yeye ni Yanga au yeye ni Simba. Kama yeye ni Yanga anawasahau watu wa Simba, kama yeye ni Simba anawasahau watu wa Yanga. Hapana. Huwezi kuwa kiongozi wa namna hiyo. Unapokuwa kiongozi, wewe ni Yanga, basi watu wa Simba nao wana haki zao za msingi, wewe ni Simba na watu wa Yanga nao wana haki zao za msingi. Sasa ukitazama bodi ya ligi na uongozi wa TFF, hiyo kauli ya mzee wetu Kikwete naona imewapita mbali sana. Kwa sababu Yanga sio timu ya kawaida. Kwa sisi ambao tumesoma mavitabu ya Yanga na lingine nalo hapa, tunaambiwa kwamba mwanachama wa kwanza wa Yanga, yani kadi namba 1 ya Yanga ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kadi namba 2 ya Yanga Amani, unajua mimi wanakati ni Abedi, Amani, Karume. Kadi namba 2 ya Yanga. Kadi namba 3 ya Yanga ni Rais Kaunda wa Zambia, kwa sababu Kaunda alikuwa anashinda maeneo ya hapo Jangwani kwenye harakati zile za kudai uhuru tu. Mwalimu Nyerere alikuwa ndio kiongozi wao, anapambana, wanafanya mipango mingi harakati zile za kudai uhuru. Kwa hiyo Kaunda akapewa kadi pia ya Yanga. Sasa wakina mzee Kikwete hao hawakujificha. Kikwete tangu akiwa waziri, yeye anapanga foleni hapo, hata watu wa Simba wanamjua. Ni rafiki zake tu na yeye ana watu wengi kule Simba. Ni Yanga. Na wazee nikasema labda ile ndio kadi namba 4 ya Yanga. Kama sikosei kina Kawawa walikuwa ni Simba. Kawawa kama sikosei. Simba wa vita. Ukienda Simba pale utakuta pia kuna viongozi ambao kama sikosei ni kina Kawawa sijui, na wenyewe wana kadi zao namba 1 ngapi kina Sumai wale kina Profesa Sarungi hawa watu walikuwa ni Simba. Sasa hizi timu zetu historically zina sifa yake, lakini kuwa na sifa yake haipelekei kuvunja kanuni. Ni klabu kubwa zimetujengea heshima katika nchi yetu, lakini kwenye kusimamia kanuni na sheria lazima ziwe pale pale. Kanuni inayoilinda Simba au Yanga ndo kanuni hiyo inailinda Mashujaa, inailinda TMA, kanuni zile. Sasa na mshauri Wallace Karia mimi tunafahamiana. Na pale TFF mimi kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Clifford Ndimbo. Tumefanya kazi wote Clouds, tumefanya kazi Channel 10, Magic FM. Ni rafiki yangu wa siku nyingi sana, tulikuwa karibu mno. Anaitwa Clifford Mario Ndimbo. Ni Simba sana. Nakumbuka. Unajua hata kama umri unaenda kuna rafiki zako huwezi kuwasahau. Mimi siwezi kumsahau Clifford Ndimbo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Philip Cyprian, tulikuwa naye Clouds pale. Sasa hivi yuko Azam kama sikosei. Kuna mtu anaitwa George Kanuti Njogopa, tulikuwa naye Clouds. Sasa hivi yuko DW kama sikosei na VOA. Ni rafiki zangu hao, siwezi kuwasahau. Tulikuwa nao kina Muliko Mingere walikuwa wakaja kwa ma DJ baadaye Clouds pale, sijui yuko wapi. Kina Two Shot. Hao nakutajia majina makubwa hayo. Kina Gardner Jabashi, kina Ephraim Kibonde, ni marehemu, Mungu awajalie walipo kwa hali salama. Kina Ruge Mtahaba, of course tumefanya nao kazi nzuri. Wametufundisha kazi, wametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo Ndimbo ni mtu wa Simba sana. Na mimi tulikuwa tunatangaza redio moja, yeye Simba mimi Yanga. Tukawa na kipindi bora sana cha michezo. Lakini tulikuwa tunawatendea haki watu wa Yanga, tulikuwa tunawatendea haki watu wa Simba na timu zingine zote ndogo. Mimi ile kauli ya Jakaya, Mheshimiwa Jakaya, rais wetu wa awamu ya 4, kwamba unapokuwa kiongozi usibague. Ukiwa kiongozi wa kisiasa, maana yake wewe kama ni CCM, watu wa Chadema, ACT wote ni watu wako. Lazima watendee mema wote
bila kuangalia itikadi za vyama. Kwenye mpira we ni Simba, lazima watu wa Yanga watendee haki. Kama we ni Yanga, watu wa Simba lazima watendee haki. Hizo ni maneno ya busara ya Rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Yako mambo sisi huwa tunayakoti na tunayatunza kutoka kwa wazee wetu hao walioongoza nchi yetu. Kikwete, Mheshimiwa Kikwete alikuwa ni mtu wa Yanga sana, lakini marafiki zake wengi wako Simba kule. Mwalimu Nyerere angesema mimi si ni Yanga tu bana. Kwa nini waliamua kuanzisha klabu ya Simba ili compete na Yanga? Kwa sababu alitaka usawa. Sasa unapokuwa kiongozi wa mpira lazima ureview pia historia hizi klabu mbili. Kanuni ziko pale pale na sheria ziko pale pale, lakini lazima pia tuziheshimu. Hauwezi eti Simba au Yanga leo imeshika nafasi ya mwisho kushuka daraja ukasema wewe hatuwezi kuishusha Yanga au Simba kwa sababu imeshuka daraja kihalali, inashuka ipambane huko irejee ligi kuu. Kama ligi za Uingereza tunavyoona matimu makubwa yanashuka na yanapanda tena. Kwa hiyo lazima tusimamie misingi iliyowekwa na viongozi wetu wa mpira. Misingi mizuri ya nchi yetu katika mpira iliwekwa na mwenyekiti na rais wa kwanza wa TFF, Leodegar Chira Tenga, mchezaji wa zamani wa Pan Africa, Yanga na timu ya taifa. Huyo ndiye aliyejenga mpira wa Tanzania, na si Karia. Karia kaja juzi tu. Misingi ya mpira wa Tanzania imewekwa na Leodegar Chira Tenga. Sasa hivi ni mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa. Na mimi ningebahatika kuwa kiongozi kwenye wizara hiyo, ningemrejesha Tenga awe rais wa TFF, aendeleze kazi aliyoianzisha, na tungebadilisha katiba, angeongoza TFF miaka 30, atujengee TFF iliyo imara. Baada ya kutoka Tenga wakaingia wauni wengi pale TFF. Mimi naweza nikasema Tenga hata na Mwidini Ndolanga, marehemu Mwidini Ndolanga. Ndolanga ilikuwa inaitwa FAT wakati wa Ndolanga. Wakaja wakabadilisha ikawa TFF wakati wa Tenga. Unasemaje Karia kaisaidia kubadilisha? Karia kasaidia nini kwenye mpira wa nchi hii? Karia ametoa mchango tu. Kama wewe mwandishi wa habari, kama mimi mtangazaji wa michezo enzi hizo, tumetoa michango wote. Lakini misingi ya mpira wa miguu, huwezi kumsahau Ndolanga, huwezi kumsahau Said El Mamri, huwezi kumsahau Leodegar Tenga. Hao ndo walioleta misingi ya mpira wa nchi hii. Na mpira wa miguu sio pekee, kuna netball, kuna basketball, lazima yote yaendelee. Sasa watu wanajikita Simba na Yanga kwa sababu wanasiasa huko ndo wanapatia kura. Ndio kweli huo. Wanasahau netball, wanasahau basketball, wanasahau riadha tangu baada ya kina Nyambui kuondoka, riadha imekufa. Tunahitaji kuboresha riadha, kurejesha uwezo wa riadha yetu, kurejesha uwezo wa mpira wetu wa mikono, kurejesha uwezo wa heshima na misingi ya kuendesha mpira wa miguu Tanzania, kurejesha uwezo wa volleyball. Hatuwezi kuendeleza Simba na Yanga tu tukasahau michezo mingine. Lazima Tanzania iwe kama ile ya kina Philbert Nyambui. Lazima turejeshe hiyo. Hawezi tu ukasema ni Simba na Yanga tu bwana, ni Simba na Yanga tu. Alafu ukasahau michezo mingine, ukasahau klabu zingine, ukasahau vyama vingine. Kuna chama cha ngumi pale. Lakini ipo siku TFF itajua kwamba serikali ipo. Ipo siku na inakuja. Tunaheshimu FIFA, tunaheshimu CAF. Serikali inabaki pale pale. Narejea tena.
Bodi ya ligi itumie busara, ijiuzuru yote. Wakati nahitimisha, bodi ya ligi itumie busara tu, ijiuzuru yote. Wallace Karia anapaswa afute kauli zake alizozitoa juzi hapa, azifute na mshauri. Ni kiongozi mkubwa, anaheshimika, amepata nafasi huko kafu kwenye kamati ya utendaji, afute kauli zake dhidi ya wanamichezo wa Tanzania. Lazima ajue kwamba mechi ya Simba na Yanga inaajiri watu wengi, inawapa fedha watu wengi, wanajiajiri watu wengi, wananufaika watu wengi nje ya pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Bodi ya ligi jiuzuru, Wallace Karia, rais wa TFF, aombe radhi na kufuta kauli zake, na kwa sababu ni kipindi chake cha mwisho, naamini hatogombea tena. Na asipokuwa makini atamaliza vibaya. Mimi namshauri kwa sababu ni kaka yangu. Mimi na Wallace Karia tunaongea vizuri, sina matatizo naye. Lakini awe makini sana asije akamaliza uongozi wake vibaya, akadhalilika kwa sababu kauli na mdomo wake. Wakati namaliza, narejea tena ule usemi, unapopata cheo, unapopata madaraka, unapoaminiwa ukapata nafasi na cheo, kuwa mnyenyekevu mbele za unaowaongoza. Kuwa mnyenyekevu kwa wananchi.